al-imanu maziyatuhu fawqa al-islam, imani ina kima kikubwa kuliko Uislamu. Tukisema imani ni maana twamaanisha yule ambaye kwamba ni muumini na akawa na nguzo za kiimani. Akiwa na nguzo za kiimani hizi sita ambazo kwamba tumezitaja, lau atakuwa na nguzo za kiimani hizi atakuwa yuko juu ya Muislamu, kwa sababu Muislamu ni yule ambaye kwamba anazo arkanul Islam peke yake, na muumini ni yule ambaye kwamba ana nguzo za Kiislamu na pia anazo nguzo za kiimani katika kifua chake. Tuambiwa al-imanu maziyatuhu fawqa al-islam. Ndio hata ukisoma kwenye Qur'ani ibada ambayo kwamba tuko nayo, unaona aya iliyoanza kuzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alianza kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambayo kwamba mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana sharti za ibada ili zipatikaniwe, kwanza kupatikaniwe imani. Baada ya imani ndio Mwenyezi Mungu akatuambia kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bimaana kupatikaniwe kwanza imani. Imani inapopatikaniwa ndio Mwenyezi Mungu hapo ndio akatufaradhishia somo kama alivyowafaradhishia mabwana waliopita kabla yetu. Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa kwanza alianza kuzungumza na waumini. Ndugu zangu wa Kiislamu, imani ni kitu kikubwa sana katika maisha. Imani ni kitu kikubwa katika maisha, na imani yatakiwa imani yako katika mambo yako yote yatakayokupitia katika maisha yako, yawe ni ya kheri yawe ni ya shari, yatakiwa uyaamini kwamba haya yanatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukipata kheri ujue kwamba hii kheri yatokana na Mwenyezi Mungu. Ukipata shari ujue mina Allah, yatokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo imani zinatakiwa zijengwe, kwa sababu imani zinapokuwa dhaifu haziwezi kujenga jambo lolote, na ibada zataka imani kwanza. Ndio kaona kwenye ibada nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza kuzungumza na waumini. Ukiangalia masala ya takwa, masala ya kuzungumza ukweli, masala ya nini, Mwenyezi Mungu alianza kutaja imani kwanza, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, alianza kuwataja waumini. Alafu akasema baada ya imani watu wamuogope Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo akatuambia waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad, akataja natija inayopatikana katika imani na natija ambayo kwamba inayopatikana katika ucha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine alitaja ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kwanza imani, baada ya imani Mwenyezi Mungu anatutaka tuzungumze maneno mazuri. Baada ya hapo, baada ya imani Mwenyezi Mungu anataka tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha tuzungumze maneno ambayo kwamba ni maneno mazuri. Kwa hiyo imani ni kitu kikubwa, na tunaambiwa al-imanu maziyatuhu fawqa al-islam, kama tunavyoelezea Mtume alivyotuelezea, imani ina kima kikubwa kuliko Uislamu. Ndio ukisoma katika suratul Hujurat, wale Waarabu mabedu waliposema wameamini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa kwamba hawa hawakuamini isipokuwa waseme tumesilimu, kwa sababu imani bado haijaingia katika vifua vyao. Walamma yadkhulul imani fi qulubikum, kwa sababu ile imani haijathubutu katika vifua vyao. Na ndugu zanguni, hakuna kitu kizuri kama kuwa na imani katika maisha yako. Usipokuwa na imani, maana jambo lolote utakalolifanya huliamini, maana huamini kwa yale mambo kwamba haya ni kweli Mwenyezi Mungu. Ikiwa kwanza hutaamini kwamba Mwenyezi